mbarikiwa ambaye amebarikiwa na baba yetu, ameteuliwa, amepakwa mafuta ni kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mkaribisheni tena kwa shangwe na vigelegele. Karibu awabariki. Amen. Naomba tukae. Bwana ni mwema na ni mwaminifu. Nataka tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wetu na Baba yetu. Hakika ulituumba tukuabudu na tuko hapa kwa ajili ya kukuabudu. Mungu ishie milele, uko na neno kwa ajili yetu, kwa kuwa Bwana hautukusanyishi bure, bali unapotuleta pamoja Bwana uko na neno kwa ajili yetu. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Unapoenda kunena na mioyo yetu mchana wa leo, naomba ukanitumie, kwa kuwa mimi ni chombo na kazi ya mikono yako Bwana, nikanene mahusiano kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa kuwa wewe ni Mungu utendaye makuu Bwana, unaenda kutulelea, unaenda Bwana kututenda mema, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na Mungu wa rehema. Katika jina la Yesu Kristo niomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana ni mwaminifu na sauti yangu inawafikia. Haleluya. Amen. Bwana ni mwema. Mchana wa leo nataka kumshukuru Bwana kwa kuwa hakika ni mwaminifu na ametenda makuu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nataka kunena juu ya kutayarishwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ambia jirani yako kutayarishwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haleluya. Nilipokuwa nikiangalia neno, niliona ya kwamba daktari akitaka kuwa daktari mkuu lazima asome. Amen. Na anaenda miaka kuanzia 6 kuendelea. Lawyer akitaka kuwa lawyer lazima aende apitie kama miaka 6 ama kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nasikianga ya kwamba umefanya certificate, umefanya diploma, unaenda unafanya master na hata unafanya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na pia katika kazi ya Mungu, na ili Mungu aweze kukupatia kazi ambayo amekuitia, kuna kipindi cha kutayarishwa. Haleluya. Kipindi cha kutayarishwa, unatayarishwa na ili Mungu akufanye chombo ambacho anataka kukutumia. Si kukimbia tu ya kwamba mimi nataka kuwa mhubiri, mimi nataka kuwa intercessor. Mimi natayarishwa. Haleluya. Mekanika hawezi kuja kutengeneza gari kama hajasomea. Amen. Si kila mtu anapelekea gari na kwambia gari yangu kuna shida nitengenezee. Ni sharti awe amesomea. Anajua kuna gearbox, anajua kuna engine, kuna nini, amesomea ili aweze kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kila hali kuna mambo ambayo mtu anapitia ama anasoma ili aweze kufanya kazi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na hata katika kazi ya Mungu iko hivyo hivyo. Ni sharti upitishwe, utayarishwe, utengenezwe, uweze kufanya kazi ambayo Mungu anataka ukamfanyie. Bwana Yesu asifiwe. Musa na ili aweze kuwatoa wana wa Israeli ama kuwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri, alienda kwa kipindi cha miaka 40 kutayarishwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda jangwani, akaenda kulisha kondoo za mkwe wake. Na ili aweze kutayarishwa, aweze kutengenezwa, apate nguvu ya kuweza kuwaongoza wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo ni sharti utayarishwe uweze kufanya kazi ambayo Mungu anataka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yusufu na ili aweze kuwa prime minister. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu aweze kuwa prime minister, alipitia kuuzwa na ndugu zake. Kwanza alianza kwa ndoto, akauzwa, akapelekwa nchi nyingine, kwa sababu Mungu alikuwa anamtayarisha akawa prime minister katika Egypt. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa sababu ya hivyo ni sharti utayarishwe kwa kazi ambayo Mungu anataka ukafanye.
Wengine hupitia katika kipindi cha uzito mkuu, unapitia kukosa, unashindwa, kwani ni mimi tu kukosa, kwani ni mimi tu kujaribiwa? Lakini kuna kitu Mungu anakutayarisha upitie, na ili utakapofanya kazi yake utakuwa na jukumu na utakuwa umeielewa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo hujapitia huwezi ukaambia mtu kuna njia. Haleluya. Ukifika mahali ulizwe njia ya kwenda Mwekini wapi, ni kwa sababu unaijua, unaweza kuelezea mtu vizuri. Lakini mahali ambapo hujawahi enda, ukiambiwa uelezee njia hauwezi. Haleluya. Na kwa hivyo katika kazi ya Mungu kuna matayarisho. Na ili uweze kumfanyia Mungu kazi, anakutayarisha, anakuunda, anakutengeneza, na ili unapoanza kuifanya, utaifanya katika njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anatuita kila mmoja wetu. Si kana kwamba haujaitwa, umeitwa. Haleluya. Umeitwa hata kana kwamba hujui umeitwa kufanya nini, lakini umeitwa. Umechaguliwa katikati ya watu wengi. Haukuletwa katika nyumba ya Bwana bure. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi ambayo Bwana anataka umfanyie. Na katika kazi hiyo ni sharti uweze kutayarishwa, unatengenezwa. Wakati mwingine unapitia kipindi cha magonjwa, unashindwa hii ugonjwa ilitokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahishwa dada yetu akishuhudia, kwa sababu kama angekubali, na ninajua yeye alikuwa amekubali, lakini kukawa na mwingine ametumwa kumwambia hapana. Haleluya. Kama hangekuja amwambie hapana, angekuwa sasa hivi anatumia madawa. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia wakati mwingine ni vile mbeko tunawekangwa. Ukikubali kikae hapo, kitaendelea kukaa. Ukikitoa namna hiyo mara moja useme nimekataa, inakuwa ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo katika kumfanyia Mungu kazi kuna kutayarishwa. Na wakati mwingine katika hiyo matayarishi unapitia katika miaka. Paulo alipokutana na Yesu na akaitwa, kwa sababu alikuwa Sauli, akabadilishwa, alikaa miaka 13. Alikaa 13 years. No, it was 14 years. Alikaa miaka 14, na ili aweze kutoka na kwenda kuhubiri Injili akiwa na ushujaa, akiwa na nguvu, akiwa na uwezo. Haleluya. Akatayarishwa. Na katika kila kazi ya Mungu ambayo anataka umfanyie, ni sharti upitie kutayarishwa. Wakati mwingine unatayarishwa, unasema hapana, sikuwa nataka hivi. Hebu niambie Yusufu, katika kutayarishwa akapelekwa mpaka korokoroni. Akakaa huko miaka 13 akitayarishwa tu na ili akuwe prime minister. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kuna majukumu ya kutayarishwa, kuna kipindi cha kuelimishwa. Na unapoelimishwa unaweza pitia majukumu ama mambo magumu. Unaanza kuangalia, unaona ya kwamba afadhali kama singekuwa nimeokoka, ningefanya hivi, ningefanya hivi. Haleluya. Lakini ni katika njia ya kutayarishwa na kuelimishwa, na ili uweze kumtumikia Mungu na kufanya kazi ambayo amekuita ukaifanya. Ezekiel, katika kitabu cha Ezekiel 22, Ezekiel 22 mstari wa 30. Ezekiel 22 mstari wa 30, na pia tutasoma Act 13:1-3. Pia tutasoma Isaiah 30:21 na 40:31. Hapo ndipo nataka tukasome, lakini nataka kuanza na Ezekiel 22 mstari wa 30. Biblia inasema hivi: nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu akatafuta mtu wa kusimama kwenye gapu, wa kutengeneza mahali ambapo palikuwa pamebomoka. Akatafuta, akakosa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema vizuri sana ya kwamba nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatafuta, akakosa. Je, anapotafuta siku ya leo anapata mtu ambaye atakaye fanya kazi ambayo anataka ifanye? Are you ready? Je, akitafuta mtu ambaye atakaye simama kwenye pengo atapata? Kwa sababu anatafuta. Isiwe kama wakati huo ambaye Ezekieli imeandikika ya kwamba alitafuta mtu akakosa. Akatafuta, akakosa. Mmoja atakayeweza kufanya kazi ambayo anataka ifanye. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia akapatikana katika kutengeneza ukuta ambao ulikuwa umebomoka. Nehemia akasikia ya kwamba ukuta wa Yerusalemu umebomoka na hata watu wamechapwa. Akamlilia Mungu, akamwambia nipe nguvu nikaweza kutengeneza ukuta. Na alipoenda kutengeneza kulikuwa na visababu ambavyo vilikuwa vimesimama. The opposition ilikuwa na nguvu sana ya kwamba asiweze kutengeneza. Hata wewe wakati ambapo umeitwa, jua ya kwamba opposition haitalala. Haleluya. Visababu vya kufanya usimfanyie Mungu kazi, si kana kwamba wakati umeitika vimesimamishwa. Vinaamuka na ili viweze kupigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahia kwa sababu hata Yesu alipokuja kumwokoa mwanadamu, si kana kwamba hakukutana na majaribu, visababu vilisimama. Haleluya. Biblia inasema wakati alipoenda kubatizwa na Yohana, alipanda mlimani. Na alipopanda mlimani akaenda kujaribiwa. Haleluya. Akaenda kujaribiwa. Na hapo ndipo shetani alikuwa anamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha mawe haya yawe mikate ule, kwa sababu alifunga siku 40. Lakini yeye alikuwa anajua ya kwamba imeandikika ya kwamba mtu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu tayari alikuwa amejua katika siku 40 amefunga na hakufa, kwa hivyo anaweza endelea na asibadilishe mawe. Sika kwamba hangeweza kubadilisha, angeweza, lakini hawezi kuanguka katika mtego wa majaribu wa opposition, kwa sababu alikuwa anajulikana kuna kazi anaenda kuifanya. Haleluya. Na kwa hivyo unapotayarishwa kufanya kazi ya Mungu, utakutana na visababu ambavyo vitasimama kukuzuia usiweze kusikia mwito na kufanya kazi ya Mungu. Mwito uko na umeitwa, lakini uko pale tu kwa sababu visababu vimesimama. Zingine zinakuonyesha ya kwamba siwezi simama mbele ya watu, nitawaambia namna gani? Mimi hata siwezi ongoza kwa sababu uoga umekujaa. Hiyo ni sababu. Hiyo ni opposition. It is opposing you to do the will of God. Hallelujah. Inakuoppose usiweze kumfanyia Mungu kazi, usiweze kutumika jinsi Mungu anavyotaka ukatumike. Tiyari anapokuita, kuna kazi anapokuitia. Usiseme ya kwamba mimi ni mdogo, hata siwezi kitu. Jeremia alipoitwa alikuwa mdogo, hata hakuwa anaweza kuongea. Hata alimwambia Mungu, mimi sijui kuongea.
nitaenda kusema nini? Lakini Biblia inanifurahisha ya kwamba aliambiwa usiogope. Unaposimama mbele yao, jua ya kwamba si wewe unaongea, lakini nitaongea nikiwa ndani yako. Haleluya. Na Bwana akamwambia kwamba nimekupa nguvu siku ya leo, ya kwamba chochote utakachong'oa kitang'oka, chochote utakachopanda kitapandika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapojua ya kwamba umeitwa, usiwe na uoga wa kusema ya kwamba mimi siwezi. Usiwe na uoga wa kusema ya kwamba mimi nitaenda niseme nini, nitasimama pale niseme nini. Na ndani yako kuna sauti inakwambia umeitwa. Ndani yako kuna sauti inakwambia umeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika Matendo ya Mitume 13, tukisoma kuanzia hapo 1 mpaka 3. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 1 hadi wa 3. Biblia inasema hivi: na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnabas na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkeleni, na Manaeli aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitegeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Bwana Yesu asifiwe. Walisikia sauti, nitegeeni Barnaba na Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wameitwa kwa kazi ya Bwana. Na ndiposa walipokuwa katika kumfanyia Mungu kazi, wakiomba, wakifunga, wakaambiwa nitegeeni, kwa sababu wameitwa. Bwana Yesu asifiwe. Najua hata wewe kuna sauti inakwambia kwamba umeitwa. Pengine umeitwa kuwa mwimbaji, umeitwa kuwa mwanakwaya, umeitwa kuwa mwalimu wa Sunday school, umeitwa kuwa mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Umeitwa kuwa nabii, umeitwa kuwa mwombezi. Lakini wewe unapokuwa wakati wako wa kuomba unapofika, unasikia kwamba siwezi. Hata wakati mwingine unataka kufunga siku 3. Unapofunga siku ya kwanza, kuna mtu aliniambia kwamba unawezaje funga siku 7 na usikule na unapika? Nikamwambia ninawezanga. Haleluya. Ninapika na hata sijisionje chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu si mchezo kufunga na kwenda mbele za Bwana. Ni neema. Na wakati neema imekuja, hata hautajali watu wanakula nyama ama wanakula nini, lakini utapika na usionze chumvi kwa sababu uko mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Mlimani si sharti uende huko mahali ambapo hati huyo aliniambia kwamba hawezi funga. Ati alijaribu akashindwa. Kwa sababu alisikia harufu kanyama, akasikia hapana, wacha nifungue. Ati akakimbia kuomba, ambie Mungu nisamehe tu, wacha nikule, ninasikia njaa. It is a joke. Hallelujah. It is a joke. Wakati unapomwambia Bwana ya kwamba napanda mlimani, nataka kufunga, ni unapoenda kufunga, mambo ya chakula inahama kwako. Unaweza sema siku 3, zikiisha unaambiwa endelea. Kwa sababu kuna kile Mungu anataka afanye. Hallelujah. And you have to train yourself. Tumeambiwa daktari anaendanga kusoma, si ndio? Ndio aweze kufanya upasuaji, lazima aendeleshe masomo yake. Na wewe ukitaka kumfanyia Mungu kazi, si kukula 24/7. Ni sharti uwe na siku ya kuacha kukula, umtafute uso wa Bwana. Ni sharti uambie Bwana, kwa sababu umeniita na hii kazi siwezi peke yangu, nisaidie. Haleluya. Nitakupeleka katika kipindi cha kukufundisha. Wakati mwingine sio kufundishwa peke yake. Wakati mwingine ni hata kubondwa. Sisi tunasemanga nifinyange.
niwe kama wewe, wakiniona wakuone wewe. Kama utafinyangwa ya kwamba wanapokuona wanamuona Mungu ndani yako, si rahisi. Utafinyangwa usikie uchungu, waambie Bwana nisaidie, ninasikia nikana kwamba nimefika mwisho. Hallelujah. But he is preparing you to do a greater work. Anakutayarisha ufanye kazi ya Mungu. Usimame uambie watu vile Mungu anataka. Umshuhudie jirani yako, umwambie kwamba Yesu anaokoa, hata kana kwamba hawakusikii, hata kana kwamba hawakuamini, lakini wewe unasimamia utakatifu. Unamwambia Bwana, niko hapa nitume. Niko hapa unapotafuta watu, niko hapa nitumie. Niko hapa, niko tayari nikafanye kazi yako. Niko hapa, niko tayari nikakutumikie. Na kwa sababu niko tayari, haijalishi wataniamini ama hawataniamini. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipoitwa, aliambia Bwana, hata sijui kuongea. Unajua alikuwa naitwa kifumbu. Kibubumisi. Hawezi ongea maneno straight. Lakini aliambiwa atakupatia ndugu yako Haruni, atakusaidia. Haleluya. Ikifika hapo Bwana atakusaidia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika ya kwamba hautaweza kutoa maneno kabisa, Bwana anakupatia msaidizi ambaye atakusaidia ufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunapotayarishwa, unapotayarishwa unaona ni kana kwamba Mungu amekuacha. Hajakuacha. Hata Yesu wakati alipokuwa akijaribiwa, hata alipokuwa akiangikwa msalabani, hata kuna wakati aliambia Bwana wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu aliona ameachwa. Katika kupitia huo uchungu, akaona ni kana kwamba Mungu amemwacha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo anakuwa akikuacha, unaona ni kana kwamba amekuacha, unakuwa umebakisha tu kidogo utokee mahali ambapo anataka ukatokee. When God is preparing you for his work, unaweza kuona ni kana kwamba amekuacha. Unaona ni kana kwamba amekusahau. Umeomba, umefika mwisho. Umemwambia Bwana ninenee. Bwana nataka kusikia sauti yako, lakini hausikii. Ni kana kwamba akusikii. Lakini niko hapa kukuambia kwamba uko katika matayarisho. Na Mungu kuna jambo anataka ukamfanyie. Na nakupitishia katika hicho kipindi, akitaka upate nguvu, uweze kusimama na kueneza injili na kufanya kazi ambayo amekuitia. Si ukiamka tu asubuhi na mwambia asante Bwana. Wakati mwingine unajinyima hata usingizi. Unakaa mbele za Bwana, mwambie Bwana, ninataka kuomba 1 hour. Ninataka nikae miguuni mwako hata lisaa moja. Yesu alipoenda akawacha wanafunzi wakiomba, kwa sababu alikuwa anakuja kushikwa. Akawaambia tuende tukaombe. Alipowaacha akaenda mbali kidogo. Biblia inasema kwamba mahali pa kurusha jiwe, kurudi alipata wanafunzi wamelala. Haleluya. Akawauliza, hata hamwezi mkaomba lisaa moja? Tumezoea kuomba tu tukilala na hiyo imeisha. Je, Mungu atakutumia kama unaomba tu ukilala dakika 5 na unaenda unalala, asubuhi unaamka unaomba dakika 5, mambo inakwisha na unangojea kumfanyia Mungu kazi? Ni sharti utrain yourself. Ni sharti ukubali kufunzwa. Na unapokubali kufunzwa, ni sharti ukubali. Useme ndio Bwana nimekubali. Kwa sababu wakati mwingine we are so stubborn to obey the word of God, even the will of God. Tunapojaribu kufundishwa, unataka kufanya lingine, hautaki vile Bwana anataka ufanye. Unataka kufanya mambo yako, unataka kufanya vile wewe unasikia inastahili, lakini Bwana anakuambia hivi ndivyo ninavyotaka. Makanika hawezi akaenda kufanya operation mgonjwa. Haleluya.
Mwalimu hawezi sema mimi ni mwalimu, nimesomea ualimu na sasa ninaenda kufanya upasuaji kwa mgonjwa. Kila mtu ako na laini yake, na kila mtu ameitwa kwa kusudi la Mungu. Haukuitwa bure. Haleluya. Haukuitwa bure, kila mmoja ameitwa. Hapa tuko kila mmoja ako na kipawa. Sika na kwamba hauna kipawa. Mwimbaji alimba akauliza, "Nikiwahi ndoendelea wewe kilie." Ni nini ulipewa wakati uliamini? Kuna kipawa ndani yako. Na hicho kipawa Mungu anataka kukitumia, lakini ni sharti ukubali. Na unapokubali usiondokee unapojaribiwa. Usiondokee unapofunzwa. Na ili Mungu aweze kukutumia kadri anavyotaka. Si mwambie kwamba Bwana, mimi nataka kuwa mwalimu, sitaki kuwa daktari. Na amekuita ukuwe daktari. Mimi sitaki kuwa nurse, nataka kuwa mwalimu. Kama wewe ndio umeitwa na ili uende ukapanguze watu wale wengine, ukiwapanguza, ukifunga vidonda vyao kama nurse, kubali. Haleluya. Na utakubali kwa sababu zitakuwa zikinuka. Zingine unapojaribu kuziosha, unashindwa utaosha namna gani? Bwana Yesu asifiwe. That is an intercessor. An intercessor ni mtu ambaye anafunga vidonda. Ni mtu ambaye anapanguza vidonda kwa sababu anajua ndugu huyu amefanya hiki. Anaenda anamwambia Bwana, mkubali, msamehe, mtengeneze, mrudishe katika njia zake. Haleluya. Zingine zinanuka, lakini umeitwa na ili ukaweze kuzifunga. Unaitwa na ili ukaweze kuzipaka dawa. Unaitwa na ili uende ukaweze kuchinja mahali hapo ambapo panatoka uzaa, ukaweze kufinya uzaa utoke, uweze kufunga kidonda kipone. Lakini unapoondokea ujue kuna tibu utakuja kutibu siku ya mwisho. Kwa sababu haukuitwa tu bure, umeitwa kukiwa na sababu. Na ukaambiwa ya kwamba enda katika nyumba ya Bwana, kuna kazi nataka ukanifanyie. Lakini hapo kwa sababu ulipata vizuizi, visababu ambazo zinaopozi usiendelee, unasema mimi siwezi. Hata pale mbele kuimba, nishike tu mic niimbe, nasikia hiyo ni kitu ngumu sana, siwezi. Lakini ukiwa kwako kwa nyumba, sauti iko mzuri sana. Ukiwa kwako kwa nyumba, hata ukiwa unaoga, unasikia tu ni uimbaji tu uko ndani yako. Unasikia tu unaimba ndani yako, unasikia wimbo inakuja ingine, lakini kwa kanisa hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ukiwa peke yako unapoomba, unasikia ombea fulani, ombea fulani, ombea fulani, lakini unakatisha. Na Mungu amekuita na amekupa kazi ya intercessor. Amekupa kazi ya kutembelea wagonjwa. Uende ukajua wako namna gani. Unasikia ndugu fulani, dada fulani aligonjeka, lakini wewe huna wakati wake. Afadhali ushinde kama umelala. Lakini hauwezi kwenda kumuona, hauwezi kwenda kumtembelea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasikia tu fulani ni mgonjwa, nilisikia ni mgonjwa, lakini una wakati. Na wakati huo ndio unagojewa ukamtembelee, ukaombe pamoja na yeye. Hata usimpelekee kitu, lakini umpelekee maombi. Petro na Yohana walipokuwa wanaenda kuomba, Biblia inasema ya kwamba hawakuwa na pesa wala dhahabu. Lakini walipomwambia ule kiwete, walimwambia nini? Pesa na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa. Bwana Yesu asifiwe. Tulicho nacho ndio tutakupa. Katika jina la Yesu simama uwe. Kiwete alisimama akaenda. Alirudi kuomba tena. Haleluya. Kunacho kipawa ndani yako, na ambacho Bwana amekupa ukaweza kupatia wengine. Kama ni kupitia jina la Yesu, simama uende, tembea kwa huyo ndugu, tembea kwa huyo dada, mwambie katika jina la Yesu, nimekuja kukuombea usimame uende. Nimekuja kukutangazia kwamba kwa Yesu kuna uponyaji. Anatuma neno unapona. Haleluya. Na unapomwambia hivyo, utukufu unamrudia Mungu. Hatukuambiwa ya kwamba utukufu ulirudia Petro na Yohana?
Si wao walisifiwa, lakini ulitukufu ulimrudia Mungu, kwa sababu kiwete alianza kusifu, alikaingia katika hekalu, akaanza kusifu, akaanza kuruka akimtukuza Mungu. Haleluya. Biblia isemi ya kwamba alianza kuwatukuza Petro na Yohana, yeye hata aliwapita, akaingia ndani, akaanza kurukaruka, akaanza kumtukuza Bwana kwa sababu muujiza umepatikana. Usikubali kutukuzwa wakati ambapo unafanya muujiza. Usikubali kutukuzwa, kupokea utukufu wa Mungu, kwa sababu alisema ya kwamba he will never share his glory with any man. Hata kubali ya kwamba utukufu mugawane na yeye, hapana. Unapofanya muachie utukufu umrudie Mungu, na wewe ufanye kazi ya Mungu kwa sababu yeye ndiye amekuita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tusome neno katika Isaia 30 mstari wa 21. Isaia 30 mstari wa 21. Biblia inasema hivi: na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Haleluya. Masikio yako yatasikia. Ni siku ngapi umesikia ukiambiwa ya kwamba amka, tembelea dada fulani, ombea ndugu fulani? Ni siku ngapi umesikia ya kwamba ninataka kwenda kuomba katika nyumba ya Bwana? Hii nyumba ifungani. Haleluya. Ukitaka kuomba unaweza kuja kumwambia Peter, nifungulie, nataka kuomba, na hata kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kuzuia, kwa sababu ni nyumba ya baba yako, umekubaliwa kuomba. Ukikuja ushinde hapa ukiomba, hakuna mtu atakuuliza. Unasikia sauti kikwambia, ombea kanisa, ombea wachungaji, ombea ndugu fulani, lakini unaposikia unafunga masikio, nasema hiyo sauti si ni nani huyu anaongelesha, ni nani huyu anaongea? Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaposikia sauti kikwambia, pitia hapa, kwa sababu ni sauti ya Mungu. Unaposikia ya kwamba tembelea ndugu fulani, mtembelee, tembelea dada fulani, mtembelee, wakati hiyo ndio Mungu anataka kuongea jambo ambalo liko na angetaka umwelezee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine unasema ya kwamba mimi sitaweza, sina hiyo nguvu, siwezi, sina hiyo nguvu. Ni nani upeana nguvu? Ni Mungu. Haleluya. Biblia inasema katika Isaia 40:31. Isaia 40:31. Isaia 40:31. Biblia inasema hivi: bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa bawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Hao watapata nguvu, watapiga mbio na hawatachoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaposikia kwamba hauna nguvu, rudi katika neno la Bwana, mwambie Bwana, ni neno lako limesema ya kwamba hao wamngojeao Bwana watapata nguvu. Sina nguvu Bwana, bali nakungojea nikaweza kufanya mapenzi yako. Bwana atakupa nguvu kwa sababu yeye ndiye upeana nguvu. Unapotayarishwa kufanya kazi ya Bwana, kubali, tii. Haleluya. Usitoroke vita. Bwana Yesu asifiwe.
Mmoja aliniambia kwamba nilimpigia siku moja akaniambia siwezani na vita yao wa mama. Nikashindwa. Huyu ameitwa. Kama unatoroka vita huko vitani, utasimamisha nini? Utasema ulishinda nini? Utasema ulishinda nini? Ni vita gani ambapo ulipigana? Paulo anasema ya kwamba vita nimepigana, imani nimeilinda, safari nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ni vita gani ambapo utaenda mbele za Bwana mwambie nilipigana vita nikashinda? Mwendo nimeumaliza, kwa sababu kuna mwendo ambao ni mrefu. Ni imani gani ambao umetunza? Kwa sababu hutatunza kama hauko kwa vita. Haleluya. Ni sharti kuinuke vita ikupate, utunze imani, ushikilie imani, useme ya kwamba hata waseme nini nitazidi kusimamia imani. Hata wanifanyie nini mimi nitasimama. Hata waseme sina sauti mimi nitaimba tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata waseme sijui kuongea, bado nitaongea, kwa sababu mimi si mimi nimejiita, kuna ambaye amekuita. Na huyo ambaye amekuita ameweka ndani yako kipawa ambacho ni cha thamani, na anataka ukakitumie. Na yule unapokitumia utukufu unamrejea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo si wakati wako kuanza kuangalia ya kwamba watasema nini, hata kana kwamba watasema nini. Neno la Mungu linasema, Yeremia aliambiwa ya kwamba hata wanakapo kuangalia, haleluya, watazame vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasema hiyo neno nikaambia Mungu, nilikuwa nasoma neno nikaangalia ati do not fear them. Katika Yeremia 1:10 Biblia inasema ya kwamba angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikuwa nasoma neno likasema ya kwamba hapo katika mstari wa 6 ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alisema yeye ni mtoto, hawezi akasema. Lakini Bwana akasema nini? Kila neno utakaposema ni mimi nitakavyosema. Kwa hivyo usiogope mpendwa, katika kile ambacho Bwana amekuita kufanya. Kubali. Usiwe kama vile Bwana alisema, nilitafuta mtu atakaye jenga mahali ambapo kumebomoka nikakosa. Katika nyumba ya Bwana kumebomoka kwingi, lakini nataka wewe, ni wewe anatazamia ukaweze kusimama na kujenga. Ni wewe anatazamia ukaweze kusimama ukasema, miko hapa Bwana, nitatengeneza hapa ambapo ninaona kuna gap, I will fill it. Bwana Yesu asifiwe. I will fill the gap because I'm ready to serve you. Nataka tusimame mbele za Bwana. Najua ya kwamba umeitwa, na wakati mwingine unaona kuna mahali ambapo kuna gap na unashindwa utafanya nini, unaogopa.
Unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Unaogopa. Unasema watasema nini? Na Bwana anakuita, amekuita wewe na ili ukaweze kufanya kazi. Amekuita wewe ili ukaweze kusimama mahali hapo ambapo umeona pako na pengo. Ukaweze kujaza hilo pengo ambalo unaona kuna pengo. Lakini wewe unaposikia sauti unasema hapana, watasema nini? Mimi sijui, mimi siwezi, mimi ni mtoto. Yeremia alikuwa mtoto lakini Mungu alimuita. Neno la Mungu linasema ya kwamba alimwambia kabla hujazaliwa na alikujua. Ulipokuwa katika tumbo ya mama yako nilikujua, nikakuteua. I anointed you. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kana kwamba nilikuteua, usiogope. Na mimi leo nakwambia usiogope. Pengo ambalo Bwana anataka ukalijaze. Usiogope. Usiangalie watu watasema nini. Usiangalie watu wataanza kusikia nini. Lakini simama, ukajaze hilo pengo. Ukamwambia Bwana, niko tayari kufanya kazi hii ambayo umeniitia, kwa sababu sauti umeisikia. Na ninakuelezea vizuri sana. Sauti inakwambia vizuri sana, pitia hapa. Lakini unaanza kuignore. Ninakwambia fanya hivi, unasema watu watasema nini? Wataniangalia, wataona nini? Wataniangalia, wataona namna gani? Wachana na watu. Ambaye amekuita ni Mungu aliye juu. Ambaye amekuteua ni yeye aliye juu. Na anajua kwamba amekuleta mahali hapa kukiwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Hakukuleta bure. Alikuleta na ili ukaweze kumtumikia kukiwa na sababu. Fulfill God's will. Amen. Timiza mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu anangojea. Anapokuwa kitafuta anangojea. Useme niko hapa Bwana. Nimekubali. Nimekubali kutumika. Nimekubali kusikia sauti yako. Nimekubali, nimeisikia na nitatii. Enda tu mbele za Bwana. Pia Bwana tujapo. Kwa sababu anakujua. Anajua kwamba amekunenea. Sauti umeisikia. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Unasikia tu sauti kikunong'onezea. Lakini wakati mwingine unapuuza. Enda tu mbele za Bwana, mwambie Bwana, niko tayari. Bwana, nimesikia, niko tayari. Ninataka kukutumikia, niko tayari. Nataka ukanisaidie, niko tayari. Na Bwana atakushika na mkono. Na atafanya kazi kadri na vile anavyopanga. Kwa kuwa ni mwaminifu. Thank you, Jesus. Father, we are before your presence. We don't tell you that Jehovah Jireh, we prepare us. Pokea utukufu wote kushikilia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mchana walio tuko mbele zako. Sisi ni wanao na kazi ya mikono yako Bwana. Wito umetuita. Na kila mmoja anasikia sauti yako Bwana. Baba yangu na Mungu ishie milele. Uoga umekuwa mwingi. Taswishi zimekuwa nyingi. We doubt ourselves, O Lord Almighty, before your presence. Fear is upon each one of us. But Father, we are ready to walk. We are ready to obey. We are ready, mighty Redeemer. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Asante Mungu sheni. Nataka kukataana na pepo ya uoga. Nataka kukataana na pepo ya uoga. Katika jina la Yesu Kristo ukatuondolee. Pepo ya uoga ikaondoke. Katika jina la Yesu Kristo. Pepo ya taswishi ikaondoke. Katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa ya kupinga kazi yako. Imekuwa ya kupinga wito wako. Tunaikataa mchana wa leo. Katika jina la Yesu Kristo. Na tunaomba Mungu ishie milele. Nguvu zitokao juu mbinguni ziwe juu ya kila mmoja wetu. Katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie kukubali
kukutumikia. Yes. Tuongoze Mungu ushemele. Tuelekeze Mungu wetu na Baba yetu katika wito ambao umeita kila mmoja wetu. Bwana, elekeza kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja yako tayari kukutumikia. Kila mmoja yako tayari. Mungu ishie milele. Tusaidie. Tumejipenda kwako mchana wa leo. Tumejipenda kwako Bwana, tumejitoa. Tumejitoa kwako Mungu ishie milele. Bwana tusaidie. Tusaidie. Saidia ndugu huyu. Saidia dada huyu Bwana. Pingamizi ya kila aina Bwana muondolee katika jina la Yesu Kristo, akaweze kukutumikia. Asante Mungu wetu na Baba yetu kwa kuenda kutenda. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Yes Father. Thank you Jesus. Uoga umekuwa mwingi Bwana, ondoa uoga. Ondoa uoga Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ondoa uoga Mungu ishie milele katika jina la Yesu Kristo. Ili Bwana tukaweze kukutumikia kwa njia inayostahili na njia inayofaa. Asante Bwana. Thank you Holy Spirit. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakabidhi kila mmoja mbele ya kiti chako cha enzi. Mungu ishie milele, wewe unaye sirini, wewe kuchunguza kila mwanadamu. Mungu wangu na Baba yangu, najua kila wito ulio ndani ya kila mmoja. Na Mungu ishie milele, umesema uoga uko mwingi. Naomba ukatuondolee katika jina la Yesu Kristo. Utupe nguvu mpya zitokazo kwako Bwana, tukaweze kukutumikia. Na Mungu wangu na Baba yangu, wewe ishie milele, wewe utendaye makuu, jaza nguvu kwa kila mmoja. Renew our salvation. Renew our strength. Give us power that comes from you, mighty Redeemer. Ulipotuita umesema kwamba umetutuma ulimwengu wote. Mungu ishie milele, with the power and authority of my Father. Let us use the power and authority that you have given us, my Father, in each and every area, mighty Redeemer, in Jesus' mighty name. Tumeng'oa nguvu zote za giza na mipango yote ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo, kama ulivyomwambia Yeremia ya kwamba umempa nguvu ya kung'oa na kuharibu ambacho hakifai. Mchana wa leo Bwana, ambacho hakifai tunang'oa, tunabomoa katika jina la Yesu Kristo. Tunapanda nguvu zako na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba mahali popote utakapoenda Mungu wetu na Baba yetu, umesema utakuwa pamoja nasi. Sio sisi tutanena, bali ni wewe utanena. Na chochote ambacho Bwana tunahitaji kunena, utatuelekeza. Mungu ishie milele katika jina la Yesu Kristo. Bariki kila mmoja Bwana. Utanena hitaji la kila mmoja. Mungu wangu na Baba yangu, naona hitaji la ndugu huyu na dada huyu, na unamuelewa vyema. Kutana nao katika vita ambavyo wako. Pigana Bwana, wapa ushindi utakao chupe. Katika kuvumilia na kukungojea Bwana, onekana na utukuke katika jina la Yesu Kristo. Naomba kibali juu ya kila mmoja akapokee katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wanapoondoka na kurudi, wacha uwe pamoja na wao. Kibali chako kiwe pamoja nao Bwana, ukatukuke na hata ukaonekane. Mungu ishie milele. Asante kwa kuwa Bwana kila mmoja unamshindania. Kila vita ambavyo viko mbele yake Bwana unamshindania. Hautaondoa, bali unamshindania. Unampa nguvu, unampa uwezo wa kushinda katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante. Wiki hii yote na ikabidhi mikononi mwako. Wacha iwe wiki ya baraka, iwe wiki ya mavuno, iwe wiki ya kushuhudia yale ambayo unaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Bariki kazi ya mikono yetu Bwana, ikabarikiwe na wewe. Kila biashara na ibarikisha mikononi mwako Bwana, ikanawili kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tembea katika biashara ya dada huyu, tembea katika biashara ya ndugu huyu. Tembea Bwana ukitenda mema, onekana katika hiyo biashara. Inua hiyo biashara kwa kiwango kingine Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tukuka na wewe ndiwe Bwana. Wale ambao wameajiriwa
naombea kibali. Yes. Wakapokea kibali kutoka kwako. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Na ukatukuke na hata ukaimidiwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tukisema ya kwamba wewe ni Mungu. Kumbuka kuna watoto wanaendelea na mitihani. Bwana, na wakabidhi mikononi mwako. Ukazidi kuwa pamoja nao. Waondolee magonjwa ya kila aina. Waondolee hofu ya kila aina. Wape nguvu mpya hata wanapofanya mitihani yao. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Bwana wabariki.